Takwimu zinaonyesha kwamba 99% ya wanaume waliwahi kupiga punyeto, lakini wanaoathirika ni wale ambao wanafanya kwa mwendelezo, kwa sababu mwanaume kawaida katika kipindi cha ukuaji, kuna kipindi anapitia kutokana na mabadiliko ya homoni, anapitia kipindi cha kujichua, lakini endapo utafanya kwa kipindi hicho na ukaacha, haitaleta madhara zaidi. Lakini wengine wanaendelea kwa mwaka mzima, miaka miwili mitatu, wengine wakienda zaidi ya miaka mitano. Sasa hili ni tatizo. Hata wewe unaona kwamba kutokana na kwamba umezoea kujichua, sasa hivi umepoteza hisia kabisa za kushiriki tendo la ndoa na mwanamke. Lakini pia hata kama unapata zile hisia, unajikuta tu hata kabla mjaanza kushiriki tendo la ndoa, kuhisi tu vile umeshafika kileleni bila kushiriki tendo la ndoa. Kama ni mwanaume unapitia hii hali, basi tambua kuwa tayari umeshaathirika, na maana mishipa yako ya damu haiwezi kufikisha damu vizuri kwenye uume, lakini pia mawasiliano kati ya ubongo na uume wakati wa kushiriki tendo la ndoa yanakuwa hafifu. Hivyo basi ni vizuri zaidi ukapitia programu maalum ya kukuwezesha kuepuka kitendo hiki ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Endelea kufuatilia Akaunti, utajielimisha mengi zaidi kuhusu afya ya uzazi.